Mtu tathmini ambayo anaifanya kwenye maisha yake, mara nyingi watu wanafanya tathmini ya yale malengo ya waliojiwekea. Ukute pale mwanzo wa mwaka ulipoanza kwamba kuna mtu alisema mimi mwaka huu nataka ninunue kiwanja, mwaka huu nataka nianze ujenzi, mwaka huu nataka nifanye hivi. Lakini pia watu tunasahau kuna vitu vingi vya kujifanyia tathmini tofauti hata na hayo malengo makubwa ambayo huwa tunajiwekea pale mwanzo wa mwaka. Na hivi vingine ambavyo huwa tunadhani kwamba havina mantiki ama havina maana, ndivyo vitu ambavyo pia vinatukwamisha sisi kufikia hayo makubwa ambayo tumejiwekea. Na kama hauna tabia kujifanyia tathmini, ni kwambie tu maidia kwamba kupotea hutopotea. Kwa kifupi ni kwamba hujui unapokwenda, kwa hiyo huwezi kukagua njia ambayo unapita. Lakini kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanajifanyia tathmini, ni vyema kwa sababu umejua ni wapi ambapo unaenda, na lazima uikague hiyo njia, kuangalia kama kuna mashimo basi uyafukie ili safari yako iendelee kuwa katika hali ya ubora. Katika maeneo ambayo unatakiwa uwe na utaratibu wa kujitathmini, kwanza jitathmini kuhusiana na tabia zako. Tabia zako, kwa sababu hayo malengo ya kiwanja ambayo umejiwekea, malengo ya ujenzi, kuna wengine wamejiwekea malengo ya uwekezaji, wengine wamejiwekea malengo ya kuwa na tabia kuweka akiba, wengine wamejiwekea yani malengo ya kutunza afya. Lakini hivyo vitu vyote ili vitimie, ili vifikie, ni lazima kwanza uanze kuzikagua tabia zako. Sasa kwenye tathmini ya malengo, kwa sababu kuweka akiba ni tabia. Je, ulikuwa na yako tabia au unasema tu kwamba mimi hapa huu mwaka nataka yani mpaka kufikia Disemba niwe nimeweka akiba kiasi fulani cha fedha, na hauna hiyo taratibu, hauna yako tabia. Unashika pesa sasa, bwana amna, hii 100,000 ni ndogo sana, siwezi kuweka akiba. Nikipata 500,000 nitaanza kuweka akiba. Ukipata tena ile 500,000 sasa, 500,000 bwana, hapa kuna mtu ananidai, sio kuna kitu fulani sijafanya, afu kuna issue fulani, sasa nikipiga hesabu bado sijabaki hata na pesa ya matumizi. Hapana, kwa kweli siwezi kuweka akiba. Kwa hiyo anza kujifanyia tathmini ya tabia zako. Kwenye hizi tabia zako ndo utajua tabia zipi zinakukwamisha wewe kufikia hayo malengo yako makubwa ambayo umejiwekea, lakini tabia zipi zinakufanya wewe ukasonga mbele na ukafika pale ambapo unataka. Sasa ukishabaini tabia zipi zinakukwamisha, tabia zipi zinakurejesha nyuma, na tabia zipi zinakufanya usonge mbele, tia mkazo kwenye zile zinazokufanya usonge mbele, ziwe tabia zako yani endelevu. Na hizi ambazo zinakukwamisha, fanya taratibu wa kuachana nazo. Japo ni ngumu sana kuacha tabia mbaya kuliko kuacha tabia nzuri. Kuacha tabia nzuri ni rahisi sana. Yani leo ukianza kumwambia mtu acha tabia kuweka akiba, yani ni faster sana kuliko kumwambia mtu embu anza kuweka akiba. Kwa hiyo anza kujifanyia tathmini kwamba ushajua kwamba mimi nikipata pesa hapa, yani mimi bwana pesa kushika mkononi, ni wazimu mtupu. Basi waambie watu mara nyingi wanakulipa kama ni malipo kulipe kupitia njia tofauti na ile kukupa cash. Lakini pia hebu mtafute mtu mmoja ambaye unamuogopa na unamheshimu, awe anakumonitor katika upande wa fedha. Yani yule kwamba akisema kitu hiki wewe lazima kwanza utaona aibu na hutokuwa tayari kumfanya ajisikie kuangushwa na wewe. Kwa hiyo mtafute mtu wa namna hiyo. Huyo atakusaidia pia kwenye kujitathmini kwenye hizo tabia zako ambazo umeshabaini kwamba zinakukwamisha, ili uweze kufika hapo ambapo unapataka. Tofauti na hapo maidia, kila mwaka unapoanza wewe utakuwa ni mtu wa kuchukua diary, unabadilisha ukurasa tu. Mwaka huu ulianza ukurasa wa mwanzo, utasema safari hii ngoja niweke katikati kabisa ili nikifunua tu diary yangu, kitabu kifunike kati, malengo yangu ni yaone. Utajikuta wewe miaka inakwenda unafanya kazi ya kuandika na hakuna ambacho utatia tiki. Unatoka kwenye kilengeo. Sio kilengeo, usaki kilengeo kuwekea nani? Kivipi? Kuna siku tulikuwa tunapiga story hapa, ukasema muda mwingine hata mzazi wako usimwambie kabisa yako. Kwani nyota wewe unamheshimu mzazi wako peke yake? Yes. Huyu mtu ambaye atakaye ni monitor kwenye hela nani? Yani hapo ni kama ni unatuvuta tuwaamini wapenzi wetu tupigwe. Nyota, subiri ngoja nikwambie kitu. Kuna siku hapa tulizungumza tena wewe ukazungumza masuala ya fedha pamoja na hao wapenzi. Kwa nini wakati mwingine hata amwashirikishi michongo yenu? Ndiyo. Kutokana na tabia ambazo mmeshaziona kwamba una huyu siwezi kumwambia kwamba mimi na kiasi fulani cha fedha kwa sababu tabia zake umeshaziona. Kuna mtu Nyota wewe unajua kabisa kwamba yani huyu mimi siwezi, yani kwa namna ambavyo nimemwaminisha mimi niko hivi. Yani kama kuna baadhi ya watu wana mamenta. Yani kuna menta. Menta anakopaje bwana? Menta hawezi kukopa. Nani ambaye hana kuna mbunge kuna waziri mmoja mwaka jana kasimama bungeni akasema, jamani, ninyi wabunge wapya hakikisha hamwakopeshi hawa wabunge ambao wapo, kwa sababu tunazifahamu tabia zao. Anaweza kujifanya kama mimi hapa bwana ni mzoefu hapa, unajua tunapita 1 2 3, lakini target yake aje akupige. Anataka kukope, sawa. Hata Nyota kukopa, kwani kukopa ni shida?
wewe wawekezaji wangapi wakubwa unawajua wanakopa kwenye benki kubwa? Na hizo taasisi za kifedha au ndio wateja wao wakubwa na wao ndio wanawafuata, bwana njoo kopa. Hivi unajua kuna watu, yani nyota wewe bado hujafika stage ya kufatwa kuombwa ukope. Wewe ni mtu ambaye sasa hivi unaomba, lakini kuna wawekezaji wakubwa, wafanyabiashara wakubwa wako hapa nchini. Hizo taasisi za fedha zinawafuata wao, zinawaomba ziende zikakope kwenye taasisi zao. Na yule mtu yeye ndo anaweka demands kwamba mkopo wake huo namna gani. Hizo ni taasisi rasmi. Na ni watu wapo. Unaposema ni mwambie mtu fulani eti mentor kwamba kaka hapa na milioni 50. Kwa hiyo niwekaje? Utaki kumwambia kwamba una milioni 50. Kwamba wewe unamwambia bwana mimi kwa mwezi nataka niwe nimehifadhi kiasi fulani cha fedha. Na nataka unisimamie kwamba huu mwezi niwe nimeweka hiyo fedha. Hivyo tu. Basi na yeye kujua wewe umeingiza kiasi gani. Ndio hapo atakapofanya utathmini. Hawezi kukuoji kwamba ni kiasi gani umepata, lakini yeye anachotakiwa ni kuhakikisha kwamba wewe kwa mwezi umeweka hiyo pesa. Na huyo mtu anaweza pia mwingine akawa nafsi yako, kwa sababu kama pia wewe mwenyewe huwezi kujiheshimu, ni ngumu sana kumheshimu mtu wa pembeni. Kama huwezi kuheshimu sauti yako wewe nyota, ni ngumu sana kuisikiza sauti ya Somo ambayo inakwambia sasa hivi wewe na tabia kuweka akiba. Unajua kuna sometimes uraibu sio kwenye dawa za kulevya. Of course. Sawa? Kuna sometimes tunashindwa kujicontrol sisi wenyewe kwa sababu ya history, background, kutokana na tuhuliko toka. Hatujafundishwa hivyo. Nyota sasa si dunia inakufundisha sasa hivi. Dunia unakutana na bia weekend wewe. Hizo bia mmezikuta kwanza kwenye koo zenu. Tena hapo tukirudi kwenye swala kwenye historia tulipotoka, mimi hamna sehemu naona somo zuri kuliko hizo familia. Kwa sababu gani? Una wajomba zako pengine uliwaona wakiishi katika mtindo huo wa maisha. Una baba zako wakubwa, una baba zako wadogo, una huyo baba yako, una shangazi zako, una mama zako wadogo na mama zako wakubwa. Wote umewaona kulingana na hiyo lifestyle ambayo wameishi na matokeo umeyaona. Kwa hiyo bado yari ni yako wewe nyota, na ndio maana wazazi wako wakachukua hatua moja kukutoa ukungu, pengine wakiamini kwamba pengine kwa sababu sisi kuna hatua hatujafika. Nyota akifika hii hatua kuna vitu atavifanya kwa tofauti. Hivi hujai kukutana na tena kuna siku ulitolea mfano hapa. Kuna baba alisema yeye hataki mtoto wake awe mlevi kama yeye. Ndiyo. Na akaeleza sababu kwa nini hataki huyo mtoto wake. Wewe unadhani kwamba hata hao ambao unasema kwamba kuna bia background inasema hivyo. Unadhani wale wazazi wanatamani kwa sababu anajua kuna sehemu alifanya ubabaifu kulingana na kwa tabia. Kwa hiyo kama unaona uwezi kumsikiza mtu mwingine, lakini pia kama unaona wewe mwenyewe pia uwezi kujiheshimu, ndio ni ngumu sana. Kwa hiyo hapo hakuna sehemu ya kutokea. Yaani hapo utoboi. Yaani ukiona kwamba bwana mimi huyu naweza nikamdanganya bwana huu mwezi sijapiga hiyo deal ya namna hiyo. Hata mshahara hivyo. Kwa sasa wewe mwenyewe je, utajiongopea wewe mwenyewe? Kwa sababu wewe unajua kwamba ni kweli upate kiasi fulani, kwa ikane nafsi yako wewe kabla hujataka nyingine kusimamie. Kwa wewe mwenyewe jichanganue huko, yani anza wewe mwenyewe. Tena na hamna kitu kizuri kama nafsi yako kukuhukumu. Yani mimi watu wakinihukumu huwa hainiumizi, lakini hamna kitu naogopa kama kuhukumiwa na nafsi yangu. Nakwambia mimi nyota tu wewe unihukumu kuhusiana na matumizi ya hela zangu. Kwa sababu wewe unajua namna nimezipata, lakini nafsi yangu ni shahidi, ilikuwepo wakati napata hiyo pesa na inaona namna gani nimeharibu. Yosa, kujihukumu mwenyewe bwana ndio yani ni kuzuri sana kwa sababu unaweza kujiongopea pia. Kwamba we moyo wewe tulia wewe. Amnaga hiyo. Kwani anayehangaika hapa ni wewe au ni huyo sasa ni moyo sio nafsi. Nafsi yako ikuhukumu, achana na moyo. Moyo saa nyingine unahukumiwa hata na mtu mwingine huko unashindwa unakusababisha usipate usingizi. Nafsi yako ikishindwa kupata amani. Tunapigaga story kwamba huwa ni tunajikopesha sisi hapa. Na tunalipa. Sawa. Tunalipa lakini tunalipa. Uzuri tunalipa. Umeona shughuli? Tunalipa. Yaani pale ni kwamba unafanya hivi lakini unalipa. Lakini pale si kujiongopea. Ujiongopei. Unajiongopeaje? Kujiongopea ni kuchukua ile pesa na kutorejesha. Ndio umejiongopea. Umejiongopea kwa sababu haujaenda on time. Hakuna mtu anaye kumonitor zaidi ya unavyoje. Subiri kwanza nikwambie kwenye swala la on time. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwenye swala la muda, pengine nyota wewe leo unaweza ukawa umesema umeweka malengo kwamba utajenga nyumba ya milioni 250. Na buba ukapata pengine hiyo milioni 300. Kwa mwanzo usema mimi hapa nikipata milioni 300, milioni 250 tutapeleka zangu kwenye ujenzi, jambo linaisha. Lakini leo unaweza ukaipata hiyo milioni 300 na usipeleke hata milioni 100 kwenye ule ujenzi. Sijui unaelewa vizuri. Kwa sababu gani? Hiyo pesa kuna vingi ambavyo unatakiwa uvifanye tofauti na ule ujenzi wa milioni 250 katika hii milioni 300 uliyoipata. Sijui unaelewa vizuri. Sio kujiongopea. Sio kujiongopea. Yaani wewe majukumu yako
Sasa hapo unasema sasa hapa pengine labda hii 100 nitaipeleka. Au mwingine anaweza akasema kuna mwingine kwenye 300, 250 yote anaipeleka huko. Kuna mwingine anasema hapa sasa kule 250 napeleka 5. Sio ile vizuri. Kwa sababu kuna vitu vyake vingine anataka avifanye na ni yeye. Lakini haina maana kwamba yani kila pesa unayoipata kwamba kwa sababu umesema unataka kujenga kwa mwaka huu na ndio maana hata wataalamu wa masuala ya fedha wanakuambia kabla ya kuwa na hilo lengo hakikisha kwamba kuna vyanzo vya kusukuma hilo lengo ili likatimie. Sio tunaelewana vizuri? Vizuri kabisa. Achana bahati nasibu. Sawa. Maana kuna zingine zinatokea ni bahati nasibu, lakini kuna vile vyanzo vyako vya uhakika na ushafanya hesabu zako kwamba una uhakika ndani ya mwaka hapa naweza nikatengeneza kiasi fulani cha fedha na hili jambo linanitaka kiasi fulani cha fedha. Sasa hivyo vipi kama ningekuwa na kudai milioni 250 alafu wewe ndo umepata milioni 300 halafu na nakusumbua daily? Ungeenda kufanya kwenye issue nyingine? Sikulipi yote Nyota. Lakini lazima ni ungekuwa ni unakijiuoga kama Nyota atanisumbua. Ngoja ndakupunguza. Sasa deni lile deni kwamba ukiwa kwenye nafsi yako mwenyewe ni easy kujiongopea. Sio kujiongopea Nyota. Hapana, ujiongopea kwa sababu deni lile silipo. Deni lile silipo. Mimi nachokifanya napunguza deni au sikulipi. Kwa sababu pia wewe huwezi kujua kama mimi kule ninajenga, huwezi kujua pia kama nina hiyo hela. Wewe kujua kama nina hiyo hela ni mimi nikwambie. Nitakwambia bwana Nyota kwa sababu uoga. Sikiliza, mimi kuna mtu mmoja alinipa ushuhuda kwamba nyumba yake alijengaje. Na huko wamepanga. Anakuambia kuna wakati nilifanya miaka 2 sikumlipa mwenye nyumba kodi. Kila nikipata ile kodi nilikuwa naipeleka site. Nikawa ninavumilia, naambia tu mama nivumilie, sina namna, yani hali ni mbaya. Lakini anakuambia kila kodi ile nilikuwa napata kwa miaka 2 yote nikapeleka site. Kwa huku naendelea tu kuweka hilo deni la kodi ya nyumba. Kwa hiyo baada ya miaka 2 nikaanza kumpunguza huyu mama kidogo kidogo. Kwa hiyo nikawa nagawa kwa stage ambayo kule site ilikuwa imefika na huko kwenye nyumba. Kwa hiyo nikawa nafanya kiasi napeleka hapa, kiasi napeleka kule, kiasi napeleka hapa, kiasi napeleka kule, mpaka alipomaliza nyumba yake na deni la mwenye nyumba limeisha na kwake akahamia. Kwa ni wewe kuamua. Sisi tunaelewana vizuri. Nyota wewe. Yaani wewe kama nafsi yako huwezi kusikiza, sidhani kama mentor utamsikiliza. Somo hebu cha mwisho. Naomba tupitishe before. Ni mtu gani ambaye anaweza kusimama kama mentor ili niweze kumshirikisha kwenye hayo mambo? Mwenye karakta gani? Sasa kwenye mentor mimi karakta nitakayokuambia ni yule ambaye naona mimi ananifaa kuni mentor. Kwa hiyo kila mtu ana karakta yake. Kwa sababu kila mtu kuna namna anataka awe mentor na huyo mtu ambaye atakayemchagua. Kuna wengine mamenta wao ni baba zao. Kuna wengine ni hata waume zao, wake zao. Kuna wengine ni unajua kuna mtu pengine hajakufuata kukuambia ila wewe ni mentor wake. Kwa namna anakufuatilia, namna unavyozungumza vitu vyako. Kwa hiyo wewe ushaanza kummentor, alafu kuna siku atakuja kukufuata atakwambia kwamba hivi unajua wewe, kwa hiyo atataka uwe rasmi. Kwa hiyo kila mtu ana karakta ya kumchagua mentor wake. Hii siwezi kukuambia kwa sababu tunatofautiana katika malengo, mitazamo na hata vile ambavyo tunataka kuwa mentored. Cha mwisho. Fanya tathmini kwa watu ambao wamekuzunguka jamani. Hawa watu ni muhimu sana na ni watu ambao wanakuchagiza wewe either kufika ama kutofika. Iko hivi. Wahenga walisema samaki mmoja akioza ni wote. Ila jamii ikasema sikiliza, samaki mmoja akioza tunamtoa, kuna namna tunawamarinate hawa ambao wamebaki ili waendelee kutumika kwa ajili ya mlo. Sasa kwa hawa watu waliokuzunguka, kuna video moja niliiona TikTok, yani alikopo anaeleza namna ambavyo mazingira na watu waliokuzunguka wanavyoweza kukubadilisha. Yule bwana aliingia kwenye lift. Alivyoingia kwenye lift akakutana kuna helmet ziko 4 za kuvaa, lakini yeye hajashughulika nazo kwa sababu ni mara yake ya kwanza kuingia kwenye hiyo lift. Ila wale wenyeji ambao mara nyingi wanapanda ile lift, kila mmoja alipokuwa akiingia akawa anachukua ile helmet anavaa, anachukua ile helmet anavaa, anachukua ile helmet anavaa. Sasa akawa anashangaza, jamani, huenda ikawa kuna kitu huwa kinatokea mbele ya safari ukiwa ndani ya hii lift, ndio maana kila mtu anavaa helmet. Kwa hiyo na yeye akachukua ile moja iliyobaki akavaa. Ile inamaanishaje? Kwamba mazingira ambayo upo na watu waliokuzunguka ni rahisi kukufanya wewe ukawa kama wao ama ukaenenda kama ambavyo wao wanaenenda katika hiyo jamii. Kwa hiyo kuwa makini sana, fanya tathmini ya watu ambao wamekuzunguka. Hata huo mtaa ambao unakaa, hebu jiangalie kuanzia umehamia. Kuna namna gani umeongezeka, kuna namna gani umepungua. Au watu ambao unashirikiana nao kwenye pilika zako, unawashirikisha, una hang nao, angalia ni kwa namna gani wameongeza thamani ama wamekushusha thamani. Sio tu ni mtu tu
mtu ambaye unapokea watu tu, unakaa popote, unakwenda popote tu bila kufanya tathmini. Kuna watu unakaa nao hakuna chochote kinachoongezeka. Kuna watu kuanzia umeanza kuwa nao karibu ndio umekopo ni mtu wa tabia za ovyo na hakuna cha maana choongezeka. Zaidi umejiongezea madeni, umejiongezea maradhi, umekuwa na tabia ambazo haziongezi thamani yote kwenye maisha yako. Kwa hiyo fanya tathmini hiyo. Umekopo yani ni kanywaji, yani unafumea mavilevi, ama wewe ni ndio food monga kujisemea dokta. Hakuna food monga kwenye afya. Kwa hiyo fanya tathmini ya hao watu ambao uko nao.